Yanga wakianza na mfumo wa 4-4-2, Prince Mpumelelo Dube juu kule pamoja na Mzize, wakitegemea cross kutoka kwa Maxim pia Zengeli pamoja na Clement Mzize. Kwa hiyo mchezo hauwezi kuwa mwepesi kwao. Hamisi Halifa Nyenye katikati, atakuwa na Geoffrey Julius Jojo Luhendaze ambaye yeye atakuwa katika eneo lile la kuwasaidia mabeki kwenye ulinzi. Na kwa filimbi hiyo ya Saadi Mrope, mwamuzi wa kati kutoka Dodoma, na inaashiria kwamba Yanga dhidi ya Namungo dakika 45 zinatakiwa zianze namna hiyo. Kabumbu likianza kwa kuchezewa foul kwa Maxim pia Nzengeli, mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na msaada mkubwa kwa kikosi cha Yanga msimu huu, lakini kai imemnyokea Diara. Gonga kisigino maridadi kile, Dube anaweka kwenye njia kutafuta Mzize ndani ya boksi, amejitangulizia kubwa sana ile, lakini hata hivyo ni offside. Kwa tayari wameshaotea Yanga. Hakika ilikuwa ni offside. Amewekewa tena Kibabage Aiwai. Kibabage ndani ya boksi. Bado Dube anaitoa nje. Mudathir cheza. Kona. Pale unasema amecheza kama mimi. Katumia akili sana kutoa nje uwe kona. Ukusukumiza mbele, unaonekana umetoa assist. Pengine kukosa michezo mingi kumesababisha amegotea hapo 9, magoli 9. Maxi pia Zengeli ndani ya box. Maxi kisigiro, asijiki. Stefan Aziziki. Wakati nasema ana assist 8, Maxi pia Zengeli akaona isiwe tabu, acha aongeze moja iwe ya 9. Chukua nipe. Wa mwisho kwa Stefan Aziziki. Lile shuti lilikuwa na nguvu sana kiasi kwamba unaweza kufikiri labda goli liko Ubungo, ndio maana akapiga kubwa shuti, kumbe lilikuwa karibu yake tu. Stefan Aziziki anawatanguliza wananchi dakika 27. Weka kwenye njia kwa Kibwana Shomari, anaingia nao. Kibwana bado. Kibwana Shomari anaingiza ndani kule. Dube! Anamfikia swaiba wake Clement Mzize kwa ufungaji. Kapambana kweli, striker wa zamani, beki wa sasa Kibwana Shomari. Dube akapambana ile, akazunguka nayo na kuweka pembeni. Naima akabaki kunyosha mguu tu, akakumbuka kumbe mguu au daki ni mkono. Akitaka kutumia mkono amechelewa, mpira unacheka na nyavu. Wananchi wanaweka chuma cha pili. Inawezekana hata wenzake wanamjadili huku. Kadi ya njano. Ngoja tuone ilikuwaje. Na Mungu alipewa advantage, lakini lile kosa mwamuzi ya kuliacha hivi ni sahihi, aliingia vibaya. Clement Mzize anamwacha wa kwanza, anamwachia Maxi, imepita pembeni kule kwa Prince Dube, sasa goli kinapangua, piga na babatiza, mpira unakwenda nje, ule kona. Nafasi nyingine hapa Yanga wanaipoteza hii. Stefan Aziziki, lakini kwa mara nyingine tena Naima akamgomea Prince Dube asiongeze idadi ya magoli yake kutoka 13 kwenda 14, kwa sababu hakuwa beki wa mwisho, kwa unakuwa umelazimisha tu kupewa kadi ya njano kwa Emmanuel Charles. Mchezaji wa Yanga kama kuna vitu anataka kutuonyesha hivi. Haya, Stefan Aziziki anajitengenezea. Azizi cheza goli kinapopitiza. Dube cheza tena goli kipa. Cheza maridadi sana, anaokoa michomo ile. Jonathan Nahimana. Kwa kuja kwa Dube pia akamgomea vile. Anajua kujiposition maridadi goalkeeper. Alipata nafasi mbili ya kutaka kuwa mchoyo. Naam. Dakika 45 zimemalizika kwa filimbi ya mwamuzi wa kati Saadi Mrope kutoka Dodoma. Yanga wakiwa wanakwenda pumzika na magoli mawili, Dube akifunga, Shomari
Akiingia Israel Mwenda, na sisi tunaweka mabadiliko sawa sawa. Na karibu kwenye kipindi hiki cha pili sasa. Tuenda kuzimalizia dakika nyingine tena 45. NBC Premier League mzunguko wa 28. Yuko ndani Mzize. Kisa ndani Kudube. Ukisikia chupu chupu, zile chupu chupu zenyewe ndio hizi sasa. Azizi kaiomba pembeni, kapewa. Kisa tatiriku inakosa mtu kuunganisha mpira ule unapita. Moja nafasi nzuri kabisa hapa. Kapteni akianza anachezewa faul ile. Jigi Diara. Kinachowasaidia Yanga goalkeeper wao mzuri mguuni. Lasi kwa shughuli ingekuwa nzito pale. Na kukutana na Jacob Masawe. Chama kamuona, amemwekea sasa huku Prince Mpumelelo Dube. Dube kanyanyua ndani kutafuta Mzize. Cheza na ukamata maridadi kabisa goalkeeper. Diving nzuri kabisa ile. Tangazaji wa zamani akina marehemu Mzee Chazi Hilary, ule unyakaji alikuwa anafananisha na mnyama mmoja hiyo. Amedaka kama siku hizi unaweza ukasema ukaletewa demand letter ikawa shughuli. Dube tena mwekea Israel Mwenda. Ataenda kaenda Dube ndani kule, na pasi ile kwa Maxi. Chuma cha tatu. Maxi Zengeli mara baada ya kuasisti goli la kwanza ameona na yeye pia afunge, asishie tu kuasisti. Cross nyingi alikuwa akizicheza goalkeeper Jonathan Nahimana, lakini hii imempita. Na hakuna namna yote anaweza akafanya, kwa sababu kuliko kuna beki kule kwenye lango. Na Maxi Mpia Nzengeli, Mbappe wa Kindu akausukumiza kwenye nyavu. Chama bado anapita, mtu anazuiwa, mwamuzi anasema hapana. Yanga kama atafuta la kusawazisha hivi. Wantu maridadi ile inapigwa na tesa golikipa Sefu Amana, bado pigwa tena Musonda, inakwenda nje. Kapata nafasi mbili ile Kennedy Musonda. Ya kwanza akaisave goalkeeper. Fanya save za maana sana leo. Ile idadi ya magoli ya Yanga ndio inamwangusha. Naam. Filimbi ya mwamuzi wa kati inaashiria kwamba alama tatu zimekwenda kwa wananchi, mabingwa watetezi, vinara wa ligi kuu. Mambo yanakuwa hivyo. Yaonekana hapo Israel Mwenda na Karabaka walikuwa wote Simba, kwa hiyo anakutana bana, vipi? Anambia niko huku ndugu yangu, maisha popote, wakitakia na kile la kheri. Mimi ni Pascal Kabombe, dakika 90 zimemalizika namna hiyo. Yanga magoli 3 na Mungo 0.